Watoto wa kata hii ya Pangatena na hasa hapa Ingawali na baadhi ya maeneo walikuwa wanalazimika kutembea kilomita 5 kwenda na kilomita 5 kurudi kijijini kwao hapa kufuata elimu ya sekondari. Faraja tulionayo, Rais Samia alituelewa akatuletea hizo milioni zaidi ya 500 na sekondari sasa inaendelea kukamilika. Ni matumaini yangu kufika mwezi wa 6, mwezi wa 7 watoto wataanza kusoma hapa. Makofi kwa Rais Samia. Lakini hii ni kata iliyoko barabarani. Ninajua tunayo changamoto ya kituo cha afya. Tumezungumza muda mrefu, mambo yanakwenda sawa sawa, na mimi kama mbunge wenu nawaahidi nitasimamia na tutapata kituo cha afya kwa ajili ya huduma zenu. Wito wangu kama mwakilishi wenu, tunawaomba wazazi tuhimize hasa watoto wa kike waje kusoma sekondari hii. Isibaki kuwa ni majengo na mapambo. Huko utaratibu tumeanza kusikia wazazi wanawaambia watoto wa kike wasifaulu ili wasiende sekondari. Hizo habari za kishamba, wana Ingawali acheni, Pangatena acheni, wahimizeni waje kusoma. Shukrani peke yake ni kuhakikisha hii shule inapata wanafunzi, watoto wanafanya vizuri na wanafaulu vizuri. Kwa hiyo ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge, tufikishie salamu kwa Mheshimiwa Rais. Sisi wana Ingawali, sisi wana Pangatena hatumdai Rais Samia. Yeye ndio anatudai kura mwezi wa 10. Wangapi watampa kura Rais Samia hapo? Sisi mkoa wa Lindi, shule kama hizi za msingi na sekondari tumeshajenga shule 23, zinaendelea, ziko kwenye hatua ya mwisho. Sasa hivi Rais ametuongezea fedha ya kujenga shule ya wavulana ya kanda ya kusini na kujenga shule ya mafunzo ya amali. Shukrani kubwa kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu viongozi na ndugu wananchi mliopo hapa, awali ya yote nami niendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutujalia wingi wa rehema na kuweza kufika katika shule hii kuelekea kujionea maendeleo makubwa yaliyotekelezwa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini kipekee ni washukuru na niwapongeze wananchi wa eneo hili kwa kazi kubwa wanaendelea kuifanya juu ya kupokea maendeleo makubwa ndani ya maeneo yao. Na mimi nataka niwaambie ndugu zangu wananchi, mwenge huu wa uhuru unapouona mahala popote pale ni sawa sawa na kuwa mahala hapo tayari pameshakuwa na maendeleo makubwa yamefanyika chini ya serikali hii ya awamu ya 6. Lakini pia mwenge huu wa uhuru unapofika katika eneo hilo, unaamini kwamba utaacha matumaini, utaacha upendo, lakini pia utaendelea kuweka heshima ambayo viongozi wetu wa maeneo husika wameiweka, lakini pia heshima ambayo serikali yetu hii ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Na mimi nataka niwaambie ndugu zangu wananchi, Mheshimiwa mbunge hapa alisema kwamba wanafunzi wetu wanaenda zaidi ya kilomita 5 kwenda kufuata huduma ya shule. Jambo ambalo kwa kweli lilikuwa linaleta kadhia kubwa sana. Leo hii Mheshimiwa Rais kupitia viongozi hawa wameitikia kilio cha wananchi wa eneo hili. Ndio maana leo hii kuna ujenzi wa shule ya kisasa, shule yenye ubora na shule yenye kuzingatia mahitaji. Dr. Samia oye! Oye! Dr. Samia safi! Safi! Ndugu zangu wananchi, leo hii Mheshimiwa Rais kazi kubwa aliyoifanya, maeneo yetu haya ambayo watu wa mjini wengi wanaona huku tuko vijijini, jambo ambalo linafurahisha. Shule hii ambayo mnaiona leo hii hapa ndiye shule ambazo pia zimejengwa katika maeneo ya mji, jambo ambalo kwa kweli limeleta taswira na limewapa faraja wananchi wetu juu ya kwamba na sisi wananchi ambao tunaishi ndani ya vijiji, ndani ya kata, ambao tuko mbali na shule hizi ambazo hatukuzizoea, leo hii na sisi tumepata. Kama alivyosema Mheshimiwa mbunge kwamba wapo baadhi ya wazazi wanaendelea kuwazuia watoto wao kwenda kupata huduma ya shule. Mimi nataka niwaambie kwa mapenzi aliyofanya Daktari Samia Suluhu Hassan, leo hii ametujengea shule za kisasa, shule yenye ubora, na hata mwanafunzi akija kusoma ndani ya shule hii
Kama mtoto wako alikuwa akirudi kila siku anafua uniform, leo hii mtoto ataenda zaidi ya mara 3 shuleni, basi uniform ipo katika hali yake nzuri na hali yake ya kuvutia. Dr. Samia oye! Baada ya kuyasema hayo, ndugu zangu wananchi, sisi kwa kweli vijana 6 tumekagua jengo letu hili la shule. Kwa kweli kwa wakati wa ukaguzi wa jengo hili, na mimi ningeliwaomba wananchi ambao hatutokuwa nao kwenye msafara wa Mwenge wa Uhuru, basi msiondoke hapa kama hamjenda kukagua madarasa haya, mkajionea kitu gani ambacho kimetengenezwa humu. Kwa kweli shule hii imezingatia vigezo na mahitaji ya wananchi. Naomba jipigeni makofi mengi sana. Hivyo Mwenge wetu wa Uhuru na mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan umeridhia kuweka jiwe la msingi wa shule yetu hii ili iweze kukamilika kwa haraka na watoto wetu waweze kupata elimu iliyo bora ndani ya maeneo haya. Mwenge wa Uhuru oye! Umeshawahi kushika kibunda wewe? Mchezo Super tumeamua kugawa super kibunda cha maana kweli kweli kwenda kwa washindi kibao. Lengo letu kila mtu apate udambwi kutoka mchezo Super mwaka huu. Ili kukamilisha hili, tumejipanga kutoa shilingi milioni 20 ifikapo tarehe 31 mwisho wa mwezi wa 5. Shilingi milioni 10 itaenda kwa mtu mmoja na shilingi milioni 10 nyingine watagawana watu 10 watakaocheza mchezo Super kuanzia sasa. Bwana we, ngoma bado mbichi kabisa, kwani zile jackpot za kila wiki ziko pale pale, ambapo msimu huu kila ukicheza unaweza kupata hadi milioni 5 kila Jumanne na Alhamisi usiku, ushindi wa hadi milioni 10 kila Jumamosi na Jumapili usiku, na kubwa zaidi ni ile jackpot kubwa ya milioni 20 mwisho wa mwezi huu. Kupitia mchezo Super, tiketi moja tu inaweza kubadilisha maisha yako. Usikubali kupitwa na ushindi huu. Jinsi ya kushiriki: tuma shilingi 1000 kwenda kampuni namba 222223 kumbukumbu namba 777 au weka neno ITV. Kushiriki ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Cheza kistaarabu. Mchezo huo unasimamiwa na bodi ya michezo ya kubahatisha. Mchezo Super, kila mtu apate.